haya ni majina ya mashujaa watatu ambao walishikilia Daudi katika ufalme wake. Wa kwanza anaitwa Yashobeam, na wa pili anaitwa Eliasari, na wa tatu anaitwa Shama. Jeshi lote la Daudi, hao watu watatu walikuwa watu ambao walimsaidia katika hali ya kusoma naye katika ufalme wake. Ya siku leo Mungu ananihimiza nikwambia kwamba upokee roho usujaa. Nyakati hizi za mwisho usikate tamaa na Mungu, usikate tamaa na Yesu. Usikufe moyo na mambo ya ufalme, uendelee kuwa na nguvu. Na kama hujaokoka uokoke, hakuna mahali pengine utapata usalama ni kwa Mungu. Yesu Kristo anakupenda na anataka kuokoe. Mkubali kwa Bwana Mwokozi maisha yako, ukifa usiende jehanamu, bado ingie mbinguni. Yesu anakupenda na Yesu anakuwasia mema. So hawa watu watatu walisimama na Daudi wakati uliokuwa mgumu sana. Wakati wa Israeli walikuwa wana nguvu mbele ya watu wanaoitwa Wafilisti. Walikuwa kisha Waisraeli wanatoroka, maana walikuwa watu wa vita vya muda mrefu, na wale Waisraeli walikuwa wanaogopa. So kulitashika mtu shujaa ambaye angewakabili wale Wafilisti. Na kuna Wafilisti kwa maisha yetu, na kuna Wafilisti kwa maisha yako, kwa familia yako, kwa familia yenu, kwa nchi yetu, kwa kanisa, na hata kwa jamii, kwa biashara yako. Kuna wale Wafilisti ambao ukipanda wanakuja kuvuna. Hiyo ndio ilikuwa tabia ya Wafilisti. Waisraeli walikuwa wakipanda nao wanakuja kuvuna. Najua nakumbuka Gideoni ambaye alikuwa amejifisha kwa kitabu kile cha Judges chapter 6. Alikuwa amejifisha wakati malaika alimkuta kwa lile shinikisho, na akawa anaogopa Wafilisti. So Wafilisti walikuwa wanawasumbua Waisraeli tangu kitambo. So wakati wa Daudi, hao Wafilisti bado walikuwa tishio, maana Daudi aliwakuta wakati alimwangusha Goliathi mkubwa wao, lakini waliendelea kuwa tishio. Na hapa katika 2 Samuel chapter 23 verse 8 to 12 unaona watu ambao wanaitwa mashujaa watatu wa Daudi. Huyu anaitwa Yashobeamu, Eliasari na Shama. Hawa walijitolea kufa kupona kuhakikisha Israeli inabakia kama taifa, kulinda utawala wake. Mtu anaitwa Daudi, na Biblia inasema walikuwa na sifa mbalimbali. Kama huyo anaitwa Yashobeamu, Biblia inasema aliinua shoka lake akalishika na mkono, akaingia kwa kundi la kijeshi la Wafilisti. Biblia inasema kwa lile shoka lake moja aliwaangusha Wafilisti 800. Maana aliposhikilia ile shoka, mbingu ilisimama upande wake, maana alikuwa upande ya ufalme. Biblia inasema alileta wokovu, Mungu akaleta wokovu mkuu kupitia Yashobeamu. Huyo mwingine naye anaitwa Eliasari. Eliasari naye Biblia inasema alishikilia upanga wake akakabili jeshi la Kifilisti. Biblia inasema aliwafyeka, aliwaua wale Wafilisti mpaka mkono wake ukachoka. Mkono wake uliposhoka, yeye akashindwa kushikilia upanga. Upanga ukashikilia mkono wake. Si kama umeikimbia, alafu ukisimama unasikia kama miguu inakuambia twende. Miguu imepata ile motisha ya kukimbia. So ukisimama inasikia kana kwamba unaipotezea wakati.
So ndivyo ilivyo ya kwamba ameshikilia upanga, anafyeka Wafilisti. Inafika mahali yeye anashindwa kushikilia upanga. Upanga wenyewe unashikilia mkono wake. Aliwasababisha uwaji mkubwa sana kwa Wafilisti. Biblia inasema kupitia yeye peke yake Mungu alileta wokovu mkuu sana. Kwa maanisha mimi na wewe, Mungu anaweza tutumia tukua vile tulivyo. Labda hatuna pesa, labda hatuna mili mikubwa, labda hatuna afya, labda hatuna pesa, labda hatuna elimu, lakini tukua vile tulivyo, tukisimama kama Eliasari, Mungu ako na uwezo wa kuleta wokovu mkuu kwa kanisa, kwa nchi yetu, kwa familia zetu, kwa maisha yetu. Maana kuna Wafilisti wanapambana na maisha yetu. Tusimame na Mungu ataleta wokovu mkuu. Watatu anaitwa Shama. Shama alisimama katikati ya shamba la ndengu. Ni kwa maana Wafilisti walikuwa na ngosha, Waisraeli wakipanda, ikipata kukomaa wanakuja kuvuna. Huyu Shama alisema itaenda hivyo. Yeye alishikilia upanga wake, alipambania lile shamba yeye peke yake. Mungu akamtumia kuleta wokovu mkuu na akaokoa ile rasilimali. Najua unapitia ile labda si nzuri. Najua labda nimepitia katika ile ambayo si nzuri. Lakini katika hiyo hali Mungu anaweza tutumia kuleta wokovu kwa maisha yetu, kwa familia zetu, kwa kanisa, ikiwa tutasimama kama hawa mashujaa watatu. Bwana ashilie roho ya ushujaa, ile roho ya ujasiri kwa maisha yangu, kwa maisha yako, kwa maisha yetu, kwa kanisa la Kristo, kwa wale mitume, kwa wale manabii, kwa wale wainjilisti, kwa wale waombaji. Mungu ashilie roho ya Yashobeamu, roho ya Eliasari, roho ya Shama, kwa njia ya Yesu. Mungu ashilie roho ya ushujaa, tukasimama nyakati hizi zenye kuwa na mashindano, na ushindi utaonekana. Tusikufe moyo. Hawa mashujaa watatu, Daudi alitamani kuyanywa maji. Bible inasema 2 Samuel chapter 23 verse 15. Daudi akatamani akasema, laiti mtu angeninywesha maji ya kisima cha Bethlehemu kilicho karibu na lango. Kisima cha Bethlehemu kilicho karibu na lango. Alitamani kuyanywa maji na akakiri mbele ya mashujaa watatu. Akasema, mfalme, maji utakunywa. Na wakati hayo maeneo yalikuwa yamilikuwa na jeshi la Kifilisti. Wao walipenya wakaingia mpaka kwa ile kisima wakachota maji. Wakaletea Daudi wakamwambia, maji haya mfalme. Alipoyaona, yeye aliyamwaga chini wala hakuyakunywa yale maji. Akasema, hapana Bwana, kunywa maji haya ni kama kunywa damu yake Yashobeamu, Eliasari na Shama, maana wamehatarisha maisha yao kwa ajili ya kuletea maji. Kunywa ya maji kama kunywa damu ya watu. Kuna matoleo mengine kuyala ama kuyatumia ni kama kunywa damu ya watu, kama kula nyama za watu. Baada wale wenye kuyatoa wameng'ang'ana kufanya hivyo. Bwana atusaidie tukapate kujua hivyo. Tuyatumie kwa njia ambayo sio ile ya kufanya kumwaga, bali yakatukuse Mungu aliye hai. Yeye alisema haya maji hapana. Kunywa haya maji ni kama kunywa damu za watu waliohatarisha maisha yao. Kwa hiyo Mungu
Mungu anataka tuwe na roho ya ushujaa. Mungu anataka tukue na moyo ambao ni wa kuhatarisha kwa ajili ya ufalme wake. Maana hao walihatarisha, naye Mungu akawa pamoja na wao. Tukisimama, Mungu atasimama na sisi. Na kwa sababu tumesimama, Mungu ako pamoja na mimi. Mungu ako pamoja na wewe. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Maana tumesimama kama Yashobeamu, kama Eliasari na Shama. Tumesimama kwa njia ya Yesu. Hawa walisimama na ufalme wa Daudi na ukadhibitika kwa jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo pia alikuwa na mashujaa ambao ni 12 waliowachagua. Lakini wangapi wanatajwa? Wewe unajua wangapi? Alichagua wale wanafunzi 12 kama mashujaa wakuwe na yeye, wamsaidie kwa ile kazi. Unajua wangapi? Kuna wengine ni kutajwa tu walitajwa, lakini ukifuatilia auoni wakitajwa. Mahali walifanya miujiza, mahali walitenda ishara. Unataja tu Petro, unataja Yohana, Filipo, unataja yule anaitwa Yakobo na Yohana. Kuna wale watashi, hata kuna yule anataja kwa ubaya Yudasi Iskarioti, yule aliyemsaliti. Lakini kuna wengine ambao wajui kule walikwenda. Mungu asaidie utajwe uko unafanya kitu. Si kutajwa tu, utaje iwe ni jambo kidogo makubwa, utaje kile ulifanya. Bana kuna wengine wakutajwa, si Bartholomayo, si Selote. Kuna kadhaa watajwa. Kuna wengine watajwa kabisa. Bartholomayo, Tomaso anatajwa tu kidogo pale anapojaribu kukana Yesu amefufuka. Yakobo wa Arifayo hata kuna mahali inadhihirisha kuna kitu alifanya. Tajwa tu kwa majina hapa. Dandayo, usikue Dandayo katika jina la Yesu. Usikue Dandayo. Simoni Mkananayo, hakuna mahali anatajwa alifanya chochote. Yuda Iskarioti anatajwa kiko ubaya. So, Mungu atusaidie. Na nisaidie. Kwa ufalme tutajwe kama wale mashujaa watatu. Wale walisimama wakajitoa uhai wao kwa ajili ya Daudi. Naye Mungu alipoona wamesimama, alisimama. Unaona Mungu akishikanisha upanga na mkono. Mkono ni kama umefungiliwa panga. Kazi ya huyu sasa, huyu anaitwa Eliasari, ni kuangusha yale mapepo ya usherati, mapepo ya usinzi, mapepo ya ulevi, mapepo yale ambayo ya uchawi, mapepo ya uwashi, mapepo yanayokataa watu waombe. Yani unayafyeka kuyafyeka, ukiangusha kanisa la Bwana alisimame. Maana Kristo alisema, kanisa langu nimelijenga juu ya mwamba, na milango ya kuzimu haitalishinda. Vita ni vingi wanaopitia wateule, kama vile Biblia inasema kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana Mungu umwokoa nayo yote. Uhifadhi mifupa yake yote, hakuna mfupa hata yangu mmoja utakaovunjika. Natangaza kwa jina la Yesu ya kwamba hata kama unapitia mateso mengi sana, hakuna mfupa yako utakaovunjika. Ni kwa maana neno la Mungu ni la kweli. Na hivyo nasema katika kitabu ya Numbers 23:19 nasema kwamba Mungu si mwanadamu aseme uongo. Kile amesema kitakuwa. So, hao mashujaa chukua jina moja. Kama ni yule anaitwa Yashobeamu, ama Eliasari na Shama, ama wanafunzi wa Yesu, mashujaa kwa ufalme wa Yesu, akina Petro, Yohana, watu ambao wanatajwa aliowachagua, na akina Selote na Dandayo hawatajwi, maana hawakucheza vizuri. Labda walicheza kidogo lakini hawatajwi. Sisemi hawakutajwa, hawakucheza kidogo lakini hawatajwi. Wakati kina Petro unasemekana vivuli vyake vilikuwa vinaponya watu. Watu wakina Yohana wanatumbukishwa kwa ile tanki, lakini hiyo haija rekodiwa kwa Bible. Wanahistoria wanasema aliingizwa kwa tanki la mafuta, aiba akakataa kuiba.
wakampeleka katika kisiwa cha Patimo akufie huko. Lakini pale ndio Mungu alimpatia kitabu ya Ufunuo wa Yohana, Revelation, the book of Revelation. Watu ambao Mungu aliwatumia kwa njia kubwa. Naomba Mungu ashilie neema kwa maisha yangu, kwa maisha yako, kwa maisha yetu. Tuwe na hiyo anointing, huo uwezo, huo upanga mikononi ambao ni wa kufyeka Wafilisti wanaokataa ndugu zetu na dada zetu waokoke, wanaokataa kanisa la Kristo liendelee, wanaopingana na ile kazi ambayo tunaoifanya. Bwana atupe ushindi kwa jina la, tusikate tamaa, tuwe na moyo mkuu. Mungu atusaidie tu tukapate kusimama. Kila mashimo umetushimbia, Bwana afunike tupite salama. Mitego ambayo umetutegea usiku na mchana, Bwana kaitegue. Malaika wa Bwana tangulie mbele zetu akitegua, maana tumepokea yale mafuta ya kishujaa, yale mafuta ya kitume, yale ya kinabii, yale ya uchungaji, yale ya walimu, yale ya uimbaji, yale ya kuomba. Ukasimame hata kama ni kwa intercession, ukaombe. Bwana kaleta wokovu mkuu kupitia wewe. Wewe unaweza, mimi ninaweza, tunaweza, maana Kristo ako ndani yetu, tuko ndani yake. Kristo ako ndani ya Mungu. We are more than conquerors, na hatutashindwa. Tutaendelea kwa jina la Yesu. Mahali hakuna njia, Bwana atatengeza njia. Kwa hivyo siku ya leo, hilo ndilo neno Mungu alikuwa amenipatia leo, ya kwamba tutachwe kama masujaa kwa ufalme wake. Ukuwe sujaa. Ni kweli unapitia shinda kubwa sana, labda unapitia mashaka, pesa sipatikane, ama labda wale hawana pesa wanakutafuta wapatie pesa. Juu kama uko na pesa na wale hawana pesa, wateule nao wanakutafuta ukuwe msaada kwao, na pia kwako ni shinda pia. Lakini unakuta ya kwamba Bwana amekupatia neema. Kuna dada moja aliniambia anataka kurudi Ulaya, maana huku watu wamekuwa sumbua sana. Kila mtu akipata shinda wanakuja kwake kutafuta usaidizi. Sasa nikamuuliza, wewe ungependa kuwa sumbua ama nisumbuliwa? Chagua moja. Ungependa kuwa sumbua ama nisumbuliwa? Uchague kama nisumbuliwa ama nisumbua. Akasema yeye anataka kuchagua kusumbuliwa. Sasa amegundua kusumbuliwa ni afadhali kuliko kusumbua. So chagua moja, maana hizo vitu zitakuwako, lakini hii kusumbua haitakuwa kwangu katika jina la Yesu, haitakuwa kwako. Ili tusumbuliwe kwa wale wenye kutaka kusaidiwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu wakikucha tuwe na uwezo wa kuwasaidia na kuwapatia majibarindi na kuambia kwamba Yesu anawapenda, ndio waendelee na safari, wasikate tamaa. Maisha yao tuyaone yakiwa mbinguni, na hiyo ndio ile ambayo ni faida kubwa sana. Faida kubwa si vitu vingi vya ulimwengu huu, maana Yesu akija vitaisha na havitakuwa na maana tena. Lakini ukiona nafsi moja ulisababisha kafika mbinguni, hiyo ndio ambayo ni pongezi kubwa sana. Mungu atakupongeza na utapata heshima kubwa sana kwa sababu ya hiyo. Kwa hivyo Mungu akubariki sana siku ya leo, na kutabiria ukapokea roho ya usujaa, roho ya nguvu, roho ya kuendelea. Ukue Yashobehamu, ukue Eliasari, ukue yule ambaye ni Shama, ukue Petro, ukue Yohana, ukue Filipo, ukue wale watu ambao walifanya miujiza mikubwa sana, akina wa Filipo wale na akina Paul. Paulo kwa mwanafunzi wa Yesu, alisaliwa kabla ya Yesu anja alisaliwa baadaye, lakini ya kwamba alifanya mambo makubwa sana, maana Yesu alimtokea kwa maono na Yesu Kristo akadhihirisha ukuu wake kwa maisha yake. Kwa hivyo Mungu akubariki sana mpendwa. Yesu anakupenda, usikate tamaa na maisha. Yesu atatuacha, ako na sisi, ako ndani yake. Mungu akubariki sana.